Asante. Tunasoma kitabu hichi cha Mhubiri. Tunasoma Mhubiri uone neno la Mungu limehakikishwa. Hakuna mtu anaweza kuharibu neno la Mungu. Na watu wengi wamejaribu sana kuharibu neno la Mungu, wameshindwa. Mfano, nikikwambia tangu dunia hii umbwe, kama kwa wale wanajua historia mtakubaliana nami. Wale ambao hawajui historia ndio watasema tu ni uongo. Dunia hii ina historia yake. Mtu wa kwanza kuitawala dunia hii, dunia yote. Wacha mtu wa kwanza kujitangaza yeye ni mfalme, alikuwa Nimrod. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 10, aya yake ya 6 na ya 11, utaona ni Nimrod. Lakini mtu wa kwanza kutawala dunia yote alikuwa Nebukadreza. Historia ya dunia nikupatie kwa ufupi. Nebukadreza, mfalme wa Babel ambaye ndio Iraki ya leo. Yeye alitawala dunia mwaka gani? Mwaka wa 606 BC, kabla Yesu hajaja. Utawala mwingine uliofuata ni Median Persians, ambao ulitawala mwaka wa 538 BC. Median Persian ni taifa ili la Iran likihusika na hii taifa la Kuwait. Likihusika ndio watawala wa pili wa dunia. Maana ilikuwa tawala mbili, moja ilikuwa iko juu, nyingine iko chini. Kwa hivyo Iran ilikuwa iko juu, ushona, nyingine iko chini. Watu kama watawala wale wakina Koreshi, wakina Dario, kusoma historia hata Daniel, ukisoma habari za Daniel chapter 2 utajua habari hizo. Ushona. Na Daniel chapter 7 utajua habari hizo. Historia na Biblia unaona inaingiana. Huo ni ufalme wa pili wa dunia. Ufalme wa tatu wa dunia ulikuwa ni ufalme wa Kigiriki, ambao mtawala alikuwa ni Alexander. Shona. Na ulikuwa mwaka wa 331 BC. Utawala wa nne wa dunia hii nzima, ambaye ndiye alikuwa mwenye kusema dunia, ni ufalme wa kishenzi na wa kipagani wa Kirumi. Wa kipagani wa kishenzi wa Kirumi, ambao ulianza kutawala dunia mwaka wa 168 BC. Ukakuja ukagawanyika mwaka wa 476 AD. Maana Yesu anazaliwa nakuta tawala wa Kirumi ndio natawala dunia. Kusoma hata Injili ya Luka 2 na hata Injili ya Mathayo 2 unaweza kuona. Herode alikuwa anatawala kule Yerusalem, Augustus Kaisari ndio yuko Rome kwenyewe ndio mwenye kusema. Ndio mtawala mwenyewe, hata ndiye alitoa amri ya nini? Ya watu kuhesabu Augustus Kaisari. Kusoma Luka, Injili ya Luka ngapi? 2. So nakwambia historia tu. Sasa historia hii ya Rumi mwisho ikagawanyika kwa sehemu ngapi? Kwa sehemu 10. Na hayo mataifa yaligawanyika yako paka leo. Nataka kuambia historia ya dunia hii. Usione unaongea na mtu hivi tunajua tunatoka wapi tunaenda wapi. Wacha kuwa tu sijui kiongozi wa dini ujui historia unatoka wapi, hata unaelezea tu propaganda. Jua Injili, jua unabii, jua historia. Na ujue hata imani ya madhehebu mengine ndio uelekeze wale watu mahali panapaswa. Shona. So utawala huu ulipogawanyika, utawala wa Kirumi katika sehemu 10. Hata Daniel amezungumzia. Kusoma Daniel sura ya 2, kuna ile sanamu pale akaizungumzia mpaka ile aya yake 34 42, unaona pale kuna utawala huu. Sasa ile sanamu pale ina nyayo, na zile nyayo ni vidole vya miguu imechangana na chuma na udongo. Pale inamaanisha ni vile tawala Daniel atabiri vile zitakuja kugawanyika. Maana uchuma na udongo hazichangamani. Sasa zile tawala zile vidole 10 vya miguu ilikuwa imegawanyika kwa mataifa 10. Taifa la kwanza lilikuwa ni Rome lenyewe, ndio lenye kusema. Taifa la pili lilikuwa ni Ufaransa, la 3 Ujerumani, la 4 lilikuwa Uingereza, la 5 lilikuwa Ubelgiji, la 6 Ureno, sijui tunaelewana. La 7 Uswizi, alafu kulikuwa na taifa linaloitwa Eruli, la 8, alafu Vandal, la 9, 10 ilikuwa ni Orthodox. Nasikia mataifa. Sasa katika hayo mataifa ndio unaona ule mnyama Daniel anamuona na pembe ngapi? 10. Sasa kukatokea pembe ndio inaitwa pembe ndogo. Kusoma hata Daniel sura ya 7 aya yake ya 7 na ya 8 unaona pembe ndogo na ikachipuka. Hii pembe ndogo sasa inagusia upapa. Sasa upapa nao ulianza kuchipuka na kutawala ulimwengu mwaka 538 AD. Kule nyuma watu walikuwa wakihesabu kutoka juu kurudi chini. Mfano walikuwa wanasema 5 4 3 2 1. Lakini Yesu, ndio maana nawaambia msicheze na Yesu, ni jemedari. Alipozaliwa alibadilisha hesabu zote dunia nzima. Ndio tukaanza sasa vile tunahesabu sasa hii 1 2 3 tunaenda tunatufanya nini? Tunaenda juu. Lakini kitambo tunatoka chini tunafanya nini? Tunatoka juu tunarudi chini. Lakini sasa hii tunatoka chini tunaenda juu. Ndio maana yake. Sasa upapa na ukaanza kutawala. Upapa ulitawala. Upapa ndio nini? Ndio
viongozi wa dini hii ya Kikatoliki, ili kwa wale wajaelewa upapa ni nini, kaanza kutawala. Kusoma Danieli sura ya 7 aya 7 na 8, utaona pembe ndogo ikazuka. Ile pembe inaashiria kitu, ina mdomo na ina macho lakini haina masikio. Maana yake nini? Ina mdomo na ina macho, yani inaongea lakini maneno ya makufuru. Alafu haina masikio, yani hata ukiambia kitu haisikii. Ina macho lakini inaona, lakini masikio haina, maana hawasikii. Upapa katika historia ya dunia hii wamejaribu sana kuharibu Biblia. Hata juzi hapa ni wakumbusheni tu, miaka hii ya 2020 unasikia Papa Francis alitangaza Biblia ya sasa imepitwa na wakati, na mataifa mengi wamefuatilizia sana hiyo mambo, wakatupilia mbali. Shona wakatupilia mbali Biblia nyingi sana, wakasema Biblia letu ya sasa ambayo itapendeza watu hata kupendeza vijana. Hii ya kitambo inahukumu vijana, ina maneno makali. Hebu imagine. Na nilishangaa sana wachungaji wote ambao wajifanya ni watumishi wa Mungu walinyamaza kimya, hakuna hata mmoja aliteta. Imagine. Na mnajiita wachungaji, mchunge kundi la Mungu. Wakati mwanadamu atajitokeza eti Biblia imepitwa na wakati, italetwa nyingine mpya. Na kweli unaona Biblia nyingi sasa kwa simu, hata taasisi nyingi za kuchapisha Biblia sasa hazichapishi tena. Ukiwafatafata na kwambia, watu siku hizi wana Biblia kwa simu ndio maana tunachapisha, ni hasara. Ni kweli. Ni hasara, lakini ngoja nikwambie, hiyo iko kwa simu. Simu yako ikipotea ama ikiibiwa ama ikipasuka ama hiyo umedownload yote wafute ama ishe moto, utasomea nani? Na nani ataamini Biblia iko kwa simu kuliko kuiona ile unasoma original? Tumia akili. Kuwa na Biblia ya simu na pia kuwa na Biblia original. Ili ukisoma ya simu, kama simu itazima ama ibiwe ipotee, original hiko. Tumia akili. Mungu alikupatia akili ya kujua mema na mabaya. Na ile wakikasirika, maana wakubwa wa dunia hii ndio hao mafrimason, waamue yote wazime mitandao, utanukuu wapi Biblia? So upapa katika historia umejaribu sana kuweza kuzima Biblia na kuitia mikono, ilishindikana. Nikupatie historia. Mwaka 1260 Biblia zilikusanywa yote na upapa, zikachomwa. Na Wakristo wengi walikufa sana. Zaidi ya 200,000,000 walikufa. Wale walikataa kujiunga na upapa kama kuitambua kama dini. Wewe unasikiaga neno Protestant, unajui litokana na wapi? Ni wale waliprotest against the teaching of Catholic. Acha nikupatie historia kidogo. Maana uliona tu naongea jamaa mtaani, ni kweli jamaa la mtaani. Lakini masuala ya kidini na masuala ya historia kwa neema ya Mungu amenipa, na wacha Yesu apate sifa. Si mimi mwanadamu na nyamba mavi nanuka kama wewe, na damu kama wewe, nitakufa kama wewe. Lakini kwa ukweli nitakwambia tu, upende ukasiriki. So upapa umejaribu sana katika historia kuweza kuharibu Biblia. Na wakati huo basi Biblia kusanywa, kuchomwa, kufanywa kila kitu. Kulitokea watu waaminifu, wale watoka na kimbilia mapangoni, msituni kule Rome, huko Italy, milimani. Wakati wanapelekea wale wenzao chakula, wanaficha Biblia kwenye mikate ndani. Watu wanaenda kusoma na wanajua neno. Kulitokea upinzani mkali, ndio hao watu kama wakina Luther wakalipuka, wakina John Ash wakalipuka, wakina James White, wakina Lennox, wengi sana. Redman wakachipuka. Baada hiyo wale wanaitwaga wana matengenezo, Biblia zilikuwa zichomwe zote. Lakini angalia kwa neema ya Mungu kuwatumia hawa watu. Na wakati huo Mungu akatumia mtu mpagani. Kama unasikia Biblia zake pia saa hizi naambiwa si nzuri, sijui alikuwa mpagani, zisiaminike na Wakristo. Hiyo yote ni propaganda. Mungu anaweza tumia hata mpagani, hata mtu wote kuokoa watu. Kwani alipomtumia Nebukadreza ama ule Koreshi ule wa Iran ama Dario, kwani si walikuwa wapagani? Lakini Mungu aliwatumia. Salimtumia hata Dario kujenga Yerusalem. Na Yerusalem ilikuwa ibomolewa na Nebukadreza, na akamtumia Nebukadreza tena huyo kwa adhibu watu wa Mungu na kuwarekebisha. Kwani utabishana na Mungu? Mungu anaweza tumia chochote. So Mungu akamtumia mtu mmoja, alikuwa ni mfalme wa Uingereza, anaitwa King James. Kwa kuwa take advantage, he was a king, zile nakala za Biblia alikuwa nazo alizificha yeye. Wakati Romans Catholic mapapa wanachoma Biblia, yeye akazificha yeye. Alipozificha, mambo yalipokuwa sasa na amani shwari, maana kulitokea mtu mmoja wakati dunia ilikuwa imeharibika, watu wamenyimwa uhuru wa ibada. Na hapo narudia, ukiona dini yoyote inazuia mtu kusoma Biblia, inazuia mtu kusoma kitabu cha dini, inazuia mtu uhuru wa kuabudu, hiyo dini haijatokana na Mungu. Hiyo ni kazi ya shetani. Mungu mwenyewe amepeana uhuru wa ibada, chagua mwenyewe. Maana anasema ukipenda utazishika amri zangu. Ona, ukipenda utashika amri zangu. Ukipenda, hiyo ni Yohana 14:15, utashika amri zangu.
Unaona? Alafu kiangalia Yeremia anakuambia chagua mwenyewe, utashika njia ya uzima ama njia ya mauti. Yeremia 21:8. Sijui tunaelewana. So hii kitu ya Mungu, democracy ilianza na Mungu. Sasa wakati watu kwa lazimishwa, lazima wawe dini moja Catholic. Na ukikataa ndio wale Protestants wakaanza kuondoka, kina Luther wakina nani vile nimekuadisia. So wakaona njia ni kuficha Biblia ili watu wabaki gizani. Biblia inasomwa na viongozi wa dini peke yake mpaka leo. Unaweza kuona viongozi wa kidini wa Kikatoliki wao tu ndio wanasomea Biblia. Wewe muumini uje na Biblia usije shauri yako. Ashuliki na wewe, enda asome, yenda anajua, wewe hujui. Ni kama enda na Roho Mtakatifu, huyu muumini wewe hauna. Chanuka na wewe pia unapotoshwa. Huu ni wembe unakata mbele na nyuma. Kila mtu ana uhuru wa kusoma Biblia ili ujue haki, ujipange, Yesu yuaja. Si paka mtu akusomee. Ndio na makanisa yako na uhuru, pastor anahubiri, anasoma, shiriki ana yake, anafuatilizia. Ajue huyu ananielekeza au vipi, vitu kama hivyo. So Biblia ina historia, watu wengi walijaribu kuharibu sana lakini ilishindikana. King James ndiye akatokea akaanza kuchapisha Biblia wakati kulitokea amani. Amani ilikuja vipi? Kulitokea katika taifa la Ufaransa. Jemedari Biathari Napoleon aliyokasirika kwa kiongozi wa Rumi, mapapa wale wanafanya, na akaenda kule Vatican City. Kamkamata papa, kamleta paka France. Kamtia gerezani. Mwisho yule papa akafa. Alimshika lini? Tarehe 10 mwezi wa pili mwaka 1798. Mwana historia nimesoma. Na wewe kama utakuwa na shaka tafuta hiyo tarehe. Akashikwa papa. Sasa aliposhikwa papa ndio kukawa na amani kidogo. Na ndio unaona wale watu wako nakaa Europe wengi walikimbilia kule Marekani. Ndio unaona kule Marekani walikuwa shapata uhuru wao. Kulikuwa na watu wachache wanaitwa Red Indies, Wahindi wekundu. Ushona ile nchi ina rutuba, ikakaribisha watu, wakaingia kule. Sasa ndio wakasema lazima tuanzishe hii nchi yetu, tukipata katiba tuweke uhuru wa kuabudu. Serikali sishirikiane na dini tena. Serikali iwe kivyake, dini ni masuala ya kiroho. Haina haja kulazimisha watu. Kama Vatican City ilikuwa kiongozi wa dini ndio kiongozi wa dini, tena ndio rais, ambaye ni makosa sana. Hiyo ni makosa. Ukiona mahali eti kiongozi ndio mfalme, tena enda naongoza dini, hata ama na mapema, hata kama utakosa nguo toroka. Hata ubaki na ile ndani toroka kabisa. Hiyo ni hatari. Maana yule jamaa atatumia serikali kukulazimisha vitu sivyo. Dini inatakiwa iwe kando, serikali kando. Maana serikali inaenda kisiasa na uongo na kuua na kutapeli. Lakini dini inakataa uongo, uuaji. Dini ni vitu viko kando na ukiona tu shetani ameunganisha dini na serikali, wewe ama na mapema, si vizuri. Basi Abiathari ndiye alifanya hivi vitu. Alipofanya hivyo, Mungu naye akamtumia huyo Mfalme James ama King James. Alikuwa mpagani ndio, lakini akaanza kuchapisha Biblia. Ndio unaona sasa kuna Biblia zinaitwa King James Version Bible ziko. Kuna New King James na kuna King James Original, ambayo ina Kiingereza kigumu, watu wengi wanaepa thou, thee, nini, vitu kama hivyo. Lakini ni Biblia iliyo sahihi. So unaona pia shetani badilisha, hizo ndio zinapigwa vita hizo Biblia za King James. Wanasema hakuwa Mkristo, alikuwa mpagani. Isitoshe si nzuri. Wanataka tu hizi good news, reverse standard na vitu vingine. Kwa hivyo Biblia imejaribu kupigwa vita, lakini Biblia hiko paka leo. Hakuna mtu anaweza kucheza na neno la Mungu. Hakuna. Hata wanasayansi walikuwa wanaipinga kitambo. Wakaenda wakachimbua mabaki huko chini ya ardhi, wakalingania Biblia, wakaona it is correct. Hata wasomi wakubwa kama Ibn Kathir katika vitabu vyao wameweka manabii wote wa kitambo mpaka wa sasa wakijua kweli Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wasomi wa kina Ibn Kathir, Waislamu wale wakubwa wasomi wanamjua. Nyinyi wadogo ndio mnaona tunapigia debe gita tu. Sasa Biblia ukitaka kujua haiwezi haribiwa na mwanadamu. Mungu mwenyewe anailinda. Hata ukienda Israel utaona kuna magombo. Ukilinganisha Biblia yote inaingiana. Wacha hizi niko nawasomea pale nyuma, unaweza kuta kuna zile kasoro za mchapishaji. Kama ile tarehe ya Yoakin kule Babel. Tunaona Yeremia kaiweka sawa tarehe 25. Lakini kwa Mambo ya Nyakati unaona pale ukisoma unaona tarehe ndio 27. Hiyo Muislamu sasa kwa uchapishaji hiyo atakupiga nini, atasema kabisa hiyo si neno la Mungu. Sasa sikiza hapa. Ujue Biblia neno la Mungu. Mathayo 5:18 inasema hivi. Kwa maana mimi nawaambia mpaka mbingu na nchi itakayoondoka, odi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Muhammad wewe unasema eti Torati imeharibiwa, na wewe Muislamu eti Torati ni mbaya. Wewe unaona umechanganyikiwa wewe Muislamu. Sasa wewe tukuamini wewe ama tumwamini Yesu? Anasema hata mpaka mbingu na nchi itapoondoka hakuna odi moja, yani kale kakoma tu.
ama kale ka alama ya pumziko. Hata mbingu na nchi, lakini maneno yake hayatatoka. Hakuna nukta moja Torati paka yote itimie. Wewe unasema iliharibika. Sasa wewe tukuamini wewe ama Yesu? Wewe Muislamu jamani, tumia akili. Acha kupigia Qur'ani debe. Tumeiangalia Qur'ani, tumeiangalia. Haijatokana na Mungu. Ukiangalia pia kitabu cha Isaya 8:40 inasema, majani yakauka na ua la nyauka, bali neno la Mungu litasimama milele. Hai. Wapi karibiwa? Itasimama milele. Nani? Mungu mwenyewe anaongea maneno hayo. Tuachane na hayo. Nitakusomea ile kitabu cha Mhubiri 3:14. Najua kwamba kila kazi anaifanya Mungu itadumu milele. Haiwezekani kuzidisha kitu wala kuipunguza kitu. Nayo Mungu ameifanya ili watu wamche yeye. Mhubiri ngapi? 3:14. Tuangalie Mithali pia 30 aya yake 5 na 6 inasema, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao ya waaminiao. Usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana kuwa humuongo. Maneno ya Mwenyezi Mungu hayo tena mazuri sana. Sasa Muhammad anawaambia nyinyi Waislamu eti Torati iliharibiwa. Hebu tuangalie hapa, ama Biblia iliharibiwa. Hebu tusikie maneno yake. Maana kule anawaambia hivi, huko anawaambia hivi. Sasa sijui ni kuwachanganya Waislamu ama sijui Muhammad ataka nini. Hebu tuangalie kwanza Qur'an sura ya 5 aya yake ya 44. Tusikize maneno ya Bwana Muhammad mtume wenu. Anasemaje? Anasema, hakika tuliteremsha Torati. Haya, sikiza. Torati yenye uongofu na nuru. Haya. Halafu Muhammad tena wewe ndo anasema imeharibiwa ili kuwapotosha. Muachene na Torati ya Mungu wa kweli aliyeumba mbingu na nchi, mfuatane na yake Qur'an. Anasema nini? Hakika tuliteremsha Torati, sura Al-Maida aya yake 44 inasema hivi, hakika tuliteremsha Torati yenye uongozi na nuru, ambayo kwayo manabii walijisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, waliwahukumu Mayahudi sawasawa na maulama. Pia walihukumu kwa hiyo Torati kwa sababu walitakiwa kuhifadhi kitabu hicho cha Mwenyezi Mungu, na walikuwa mashahidi juu yake. Hata tuachane na hiyo, tuendelee tuone tu vile Muhammad mwenyewe yeye alisema Torati imeharibiwa, tena vile anaisifu. 46 inasemaje? Na aya yake sura ya 5:46, na tukawafuatishia mitume hiyo Isa ibn Maryam kuyahakikisha yaliyokuwa kabla yake katika Torati, na tukampa Injili iliyomo ndani yake uongofu na nuru. Haya, kabla ya Yesu Torati, lakini Yesu alipokuja Isa akapewa nani? Injili, ambayo ndani yake kuna nini? Nuru na uongofu. Halafu wewe Muislamu unadanganywa na Muhammad na Waislamu wengine njanja, unaambiwa Biblia si kitabu cha Mungu. Imagine, use your brain, it is free, we don't need money to buy. Use your brain. When Jesus will come, you will stand before the throne of Jesus, face to face, man to man, umundu humundu, ukitoa habari zako mwenyewe, si habari za sheikh ama habari za Waislamu. My friend, when the judgment come, be careful. You will stand, you as a person, before Jesus. Si eti kama Waislamu wote, si kama Wakristo wote. Hata wewe Mkristo nisikie, sio kama eti sisi hatuna dini. Hata wewe hauna dini pia unatazama mtandao huu, pia wewe utasimama. Mambo ya kudanganya sijui Torati ili Biblia iliharibiwa, tunaweka katika kaburi la sahau. Tuangalie 47. Muhammad huyo maneno yake anasema hivi, Qur'ani 5:47 inasema, watu wa Injili wahukumu kwa yale yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu ndani yake. Yani watu wa Mungu, watu wa Injili wahukumu kwa yale yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu ndani yake. Kwa hivyo hata Muhammad mwenyewe anatuhakikishia kwamba Biblia iko sawa. Ametaja Torati, ametaja Injili. Ushona. Sasa basi, jambo lingine unaweza kuona katika hata Qur'an. Tuangalie hapa 60, tuangalie hapa hadithi zingine hapa ambazo zitatusaidia kuelewa maneno hapa.
Utaweza kuona katika maneno ya Qur'an, Muhammad alikuwa anachukua maneno ya watu, ingawa mtakataa Waislamu, lakini pia hata Qur'an itadhibitisha. Utaona Muhammad alikuwa anachukua maneno, akisikia wale maswahaba ama mtu anasema kitu, yeye anachukua, anadai aya imeshuka. Na ushahidi hata huo hapa. Ushahidi umetolewa hapa. Hadithi kutoka kwa Mjahidi amesema alikuwa Omar akiona rai, akiona jambo, Qur'ani ilikuwa ikishuka kulingana na mkono jambo hilo. Mfano, utaona huyu Omar, ukisoma historia yake hata katika Al-Bukhari, kwa wale wasomi wa Kiislamu, nyi wadogo kaini kando, mtabaki matusi tu. Utaona huyu Omar alikuwa ni mkali sana. Alikuwa hataki wanawake wavae ovyo ovyo. Kataka wanawake wajisitiri vizuri sana, kusoma vitabu vya Kiislamu vya ndani. Utaona Omar alikuwa hataki wanawake wa Kiislamu wavae ovyo ovyo. Hata wale wake zake Mtume walikuwa kivaa vijana wengi, walikuwa wanasumbua. Omar kana wafuatilizia, hakikisha wamevaa vizuri. Kana mwambia Mtume, hakikisha wanawake wako wamevaa vizuri. Mtume alipoona hivyo ndiye akadai aya imeshuka. Ukisoma ile sura ya 33 aya yake 50 na ngapi? 59. Unaweza kuona 59 ambayo inasema, ewe Mtume, waambie wake zako na binti zako na wanawake wa Kiislamu wengine, waambie wajiteremshie nguo zao. Haya, angalia. Sasa yeye anachukua maneno ya Omari, alafu yeye anadai tara ni aya imeshuka. Na nyinyi Waislamu mnaambia Qur'an ilishuka mwezi mtukufu wa Ramadhani, zile siku 10 zimebaki, Lailatul Qadri. Ushaona? Kwa wale Waislamu wanaelewa, nyinyi wa Kristo mtajua baadaye huko. Ushaona? Ndio Qur'an ilishuka. Lakini wengine wanakuambia iliandikwa na mkono wa malaika. Yaani mnajua kupamba hicho kitabu chenye jamani. Yaani mtu asiposoma vitabu vyenu Muislamu unaweza mkampiga, yaani kila mchezaji akaenda na goli moja 11-0. Kama mtu asiposoma vitabu vyenu. Lakini mtu akisoma vitabu vyenu Waislamu, sijui mtasemaje. Unaona? Sasa huyu Omar, kwanza yeye hakuwa nabii. Kwa nini akisema kitu ndio Muhammad anachukua, anadai aya imeshuka? Alafu mnaambia watu iliandikwa na mkono wa malaika, ilifuatwa sijui kwa ubao mzuri sana. Jamani. Haya, tuachane na hiyo. Kuna hii tena hapa. Hii hapa hii. Tushona hii hadithi vile tunaambiwa vile Muhammad alikuwa anachukua maneno ya watu alafu anadai ni yake. Eti ni aya imeshuka kutoka kwa Mungu. Maana mnasema ilishuka kwa imani yenu. Inasema hivi. Hii sasa ni wakati Mtume alitilafiana na wanawake zake. Mtume inasema hivi. Aliposikia ushauri wa huyu swahaba wake, tena akadai aya imeshuka. Akasema Mtume hata sijui nitasemaje hapa. Inasema hivi. Hii ni sura 66 aya yake ya 5. Wakati wanawake wa Mtume walimgeuka Mtume kwa sababu ya yule mjakazi wake Maria Kutba, alipopatikana naye wakakasirika, wakamlaumu Mtume. Mtume akadai aya imeshuka. Mwishowe aya hii ya 5 inasema, Mtume akikupeni talaka, Mola wake atampa badala zenu wake wengine walio bora kuliko nyinyi, wanaofuata nguzo za Uislamu, wanaoamini nguzo za imani, watii, watubiao wanapokosa, wafanyao ibada, wafanyao mambo mengi ya heri, waliopata kuolewa na wasiopata kuolewa. Haya, niambie sasa mambo kama haya. Yaani yeye anapatua mawaidha na huyu Omar. Anapatua mawaidha na huyu Umar. Yeye anadai ni aya imeshuka. Ndio yeye alipoona wale wanawake wanamtaabisha Muislamu. Ukitaka ujue hadithi hii vizuri, unaisoma hata katika hadithi ya Ibn Kathir, sura ya Qur'ani, tafsiri ya Ibn Kathir, utapata picha yote. Wengine wanaficha. Lakini hata hii Qur'ani zingine ukisoma tu tafsiri, hata kama Al-Farisi Barwan, sura 66 aya yake ya mwanzo mpaka ya 5, utaona matukio na maelezo yake. What happened? Utaona vitu kama hivyo. Basi ndio Umar alipoona wamemzidikete Mtume, akadai, akaongea maneno, Mtume akadai ni haya imeshuka, ni yeye amesema. Niambie. Sasa vitu kama hivyo ndio tuamini kweli Qur'an neno la Mungu. Wakati inatoka kwa Omar mawaidha anayempatia Mtume, alafu Mtume naye anasema ni aya imeshuka. Na ushahidi huu hapa inatoka kwa hii hadithi kutoka kwa Mjahid amesema alikuwa Omar akiona rai, akiona jambo, Qur'ani ilikuwa ikishuka kulingana na
mkono jambo hilo. Hai. Na hii hapa tumeorodheshewa. Kama kwa mfano, pia sehemu ya huyu bwana alikuwa anaitwa Abdullah ibn Sa ibn Abisa. Hai. Huyu alikuwa wako kijana anatoka katika kabila la Koreshi, wasomi lenye uongozi. Na yeye kwao alikuwa amesoma huyu bwana. Hata alikuwa mmoja wapo wa kuandika wahi maneno ya Qur'an. Ndio siku moja mtume akamwambia muandike wahi. Katika hii sura Al-Mu'min, yani sura 23 aya 14. Akaa anaongea maneno, mtume akanyamaza kimya, yeye akajaza yake, na mwisho pia akarekebisha maneno ya mtume. Hai, baada ya kutoka hapo, na unajua wanaandika wahi wakiwa wapi? Madina. Maana yeye alikuwa amempenda mtume, anaona kweli nabii wa kweli, amemfuata wapi? Ametoka naye. Mtume alipohamia kule Medina kutoka Maka mwaka 622, yeye na alienda huko akiamini ni kipenzi chake, ni mtumishi wa Mungu. Sasa wakati wa haya anashangaa vituko. Akamrekebishia mtume maneno yake, yeye mwenyewe akaweka yake, maana mtume alikuwa amekosa la kusema. Basi baada hapo mtume anadai aya hii, na huyu Abdullah ibn Sa ibn Abisa ndiye alifanya nini? Ndiye alikuwa akiongea maneno haya. Mtume anadai aya imeshuka sura 23 aya 14, ambayo inazungumzia vile Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu. Hebu niisome kwa ufupi. Kisha tulifanya tone hilo kuwa pande la damu, na tukalifanya pande la damu hilo kuwa pande la nyama. Kisha tukalifanya pande la nyama hilo kuwa mifupa, na mifupa tukaifanya nyama. Kisha tukamfanya kiumbe kingine. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumini. Hai. Unaona vitu kama hivyo. Sasa mambo hayo yote tunaambiwa ni aya, mtume anasema ni aya ilishuka. Hata hii nyingine pia Omar anaongea, mtume anasema ni yake. Hii aya 23:12, na kwa hakika tulimuumba mwanadamu kwa udongo ulio safi. Mambo kama haya yote, aya nyingi mtume alikuwa anasikia kwa watu, anasema ni yake. Je, Qur'ani nayo ina prove kuna watu walisema mtume alikuwa na hiyo tabia? Maana mtasema hivi ni vitabu vya hadithi tu. Ninawajua Waislamu mara nyingi wanasema sisi paka Qur'ani iseme kitu ndio tuamini. Hivi vitabu vya hadithi wakiona hoja zimeepa wanasema ni hadithi hafifu wala si zao, wengine wanasema ni za barabarani. Hebu acha tuangalie Qur'ani. Imekubali kweli kuna watu walisema mtume alikuwa akisikia maneno kwa watu anasema akidai ni yake kweli? Qur'ani 25 aya yake ya 5 inasema, wakasema ni visa vya watu. Nasikia wakasema ni visa vya watu wa zamani alivyoviandikisha Muhammad, kwani mwenyewe hajui kuandika wala kusoma. Anavosomewa asubuhi na jioni, kisha yeye huvusimulia watu. Qur'ani narudia sura ngapi? 25 aya yake ya 5. Yaani huyu bwana yeye anachukua visa vya watu, anaunganisha, anasema ni vyake. Sasa ndio nakuuliza Muislamu, kuna ushahidi mwingi sana ndani ya Biblia na ndani ya vitabu vya hadithi kulingana na maneno ya nabii wenu. Kweli huyu anaweza kuwa mtume wa Mungu kweli? Yeye mwenye kusikia vitu vya watu anaunganisha, anasema ni yake kweli? Huyu Abdullah bin Sa, huyu bwana, hebu angalia katika hadithi hii, alipokuwa anaandika hai mtume maneno alimuishia. Baada ya kumuishia alishangaa. Yeye akaendelea kuweka yake. Atakamwambia mtume nimeweka, mtume akamwambia weka tu. Baada ya kumaliza hata akarekebisha maneno ya mtume. Kama huyu nabii wa Mungu arekebishwe na mtu wa kawaida, common mwandishi tu, alafu aweke yake, wakina Omar waweke yao. Waislamu bwana, tutumie akili, ni kusaidiana. Wewe kama ungekuwa unajua pia ushahidi mwingine kwa Biblia na vitabu vyetu ambavyo vimeandikwa na Kristo, pia wewe nipe tu. Unizidi kete, hata mimi nitavuka mpaka nikarudi msikitini tena. Lakini mimi nataka tusaidiane. Labda unaweza kuona chuki na Uislamu, hapana. Biblia imesema piga kelele usiache. Hubiri watu wangu makosa yao, nyumba ya Israeli dhambi zao. Isaya 58 aya yake ya kwanza. Tunasaidiana Waislamu. Ukiona kitu chochote ambayo wewe unaona ya kwamba kwa Wakristo na ushahidi ndani ya Biblia, wewe tuambie bila kupinda ulimi, bila fitina, bila kwa ila eti tuache Ukristo. Sisi hatuazi acha. Biblia imedhibitisha kwamba hii ndio kitabu cha Mungu, kwa sababu hata Mungu mwenyewe sijaiona ndani ya Qur'an. Mungu ameandika mwenyewe. Katika Biblia Mungu ameandika mwenyewe. Hata ukisoma vitabu vingi na manabii wengi wanaambiwa andika, andika, andika. Muhammad hakuna mali ameambiwa andika.
Mungu awabariki. Mwaminini Yesu. Yesu yuaja. Tumeweza kuona Biblia ndio kitabu sahihi cha Mwenyezi Mungu. Maana ameamuru manabii na mitume waandike. Tena mitume wako wanaongozwa Roho Mtakatifu. Muhammad kwa mujibu wa Qur'an 17:85 ana roho na hakuna mtu alimwambia andike. Waandishi wa Qur'an waliambiwa na Muhammad waandike, lakini hawakuamuriwa na Mungu. Lakini katika Biblia tunaona Isaya 8:1 Mungu anamwambia andika. Habakuku 2 Mungu anamwambia andika. Yeremia 36:2 Mungu anamwambia andika. Musa Kutoka 17:14 Mungu anamwambia andika. Na Mungu Kutoka 24 aya yake ya 12 Mungu mwenyewe anaandika. Hata hiyo Kutoka 31:18 Mungu anaandika mwenyewe. Kutoka 32:15-16 anaandika mwenyewe. Na Torati ya Mungu hata Muhammad ameprovia iko sawa. Na wale wanadai Torati iliharibiwa, ninawaomba mtuletee ile iliyo sahihi original, ndio mseme tunayo ni mbaya, tuachane tufuate hiyo. La sivyo Waislamu tabaki mkipinga pinga. Jua kaza kupinga ilianza na shetani mbinguni, ikakuja kwa Mafarisayo. Ikakuja kwa Mafarisayo, imekuja kwenu. Ndio hivyo na kiama kinakaribia. You just believe in Jesus the way I believe in Jesus, and let us proclaim this good message to the people who still in darkness, and let us go to heaven. I love you. Also love this message. Those who love this channel, subscribe and share to everybody to understand this is the perfect true data. Jesus is coming. God bless you all. And support this channel. Asante. Pulse Media Trend. Education, entertainment and promotion.